na kama kuna tatizo la afya ya akili, tiba zipo. Ndugu zangu wana CCM, leo ni maadhimisho ya wiki ya wazazi wilaya ya Msoma mjini. Mimi nimefurahi hili jambo limefanyika hapa na limefanyika kiweredi, limefanyika kisasa, na nyinyi mmehudhuria kwa wingi, hasa jumuiya ya wazazi kuanzia tawi, kata mpaka wilaya. Napenda pia niwapongeze viongozi wa kata wa chama na viongozi wa kata wa matawi, bila kuwasahau wenye vitu wetu wa mashina na wenye vitu wa serikali za mtaa. Ndugu zangu wana CCM, jumuiya ya wazazi inadili na mambo makubwa manne kama walivyoyasema: elimu, malezi, afya pamoja na mazingira. Haya mambo ndiyo ambayo jumuiya yetu imepewa jukumu la kuyafanya, na ninadhani chama kiliona kwamba jumuiya ya wazazi inafaa kusimamia hayo mambo. Tukianzia kwenye sekta ya elimu, tumpongeze sana mama yetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan. Elimu imekuwa ya mfano kwa mkoa wa Mara, hasa Msoma mjini. Amejenga shule nyingi sana za msingi na sekondari, na nina imani kila kata ina shule. Amekuja kwenye sekta ya afya, amegusa, ametujengea vituo vya afya pamoja na zahanati. Amekuja kwenye sekta ya afya hiyo hiyo, kuna mambo ya maji, maji tunayo ya kutosha. Amekuja kwenye upande wa barabara, miundombinu, madaraja, ndo tunakuja kwenye upande wa mazingira. Kwa hiyo tunampongeza sana sisi wazazi Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutusaidia kwenye jumuiya yetu, kwa sababu ndio maana tunajinafasi kwa kuongea vizuri, kwa kutamba, tukijua yale mambo tuliyopewa kuyasimamia Daktari Samia Suluhu Hassan ameyafanya kikamilifu. Ndugu zangu wana Musoma, tuko mwaka wa uchaguzi. Tayari tuna wagombea wetu wawili ambaye ni Daktari Samia Suluhu Hassan na makamu wake Dr. Emmanuel Nchimbi. Kwa haya ambayo ameyafanya, na sisi jumuiya ya wazazi, kauli mbiu yetu ya 2025 ni ushindi wa CCM 2025. Jumuiya ya wazazi tuko mstari wa mbele. Kwa hiyo ninawaomba nyinyi wenye viti, makatibu, waenezi wa chama na jumuiya nyingine ambao ni UWT na vijana, mtuunge mkono jumuiya ya wazazi, tuhakikishe tunamlipa mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan anapata kura nyingi za kishindo, na Msoma mjini ndio iongoze kwa 99.9. Wazazi oye! Sisi wote ni mashahidi jamani. Hata huko nyuma 2020 jumuiya ya wazazi imekuwa ikifanya kazi kubwa sana kutafuta kura za Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ninarudi kuwaomba tena na tena, jumuiya ya wazazi, vijana UWT, tuungane na chama, tupambane kuleta heshima Msoma mjini. Tuhakikishe Daktari Samia Suluhu Hassan anatangazwa wa kwanza kwa kura nyingi, tupate mbunge anayetokana na Chama cha Mapinduzi, na zile kata zetu mbili zilizopotea tuhakikishe zinarudi, kwa sababu kwa mambo yaliyofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan, hasa kule Kwangwa, tunatakiwa turudishe Chama cha Mapinduzi. Muda wao umetosha, wamekaa vipindi vitano, lakini sasa hivi tunasema tunataka kata yetu. Hawewe mnasemaje? 2025 Kamati ya utekelezaji ya wilaya, baraza la wilaya na wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi wilaya Msoma mjini, mmetufanyia jambo moja kubwa la heshima, na hata imefika mahala tumekutana na vitu vya tofauti ambavyo hatukuwahi kuviona ndani ya mji wa Msoma. Kwa niseme hongereni sana wazazi. Sisi kama chama tumeendelea kuwa pamoja nanyi toka siku ya kwanza katika mipango yenu kuhakikisha mnakwenda kufanikiwa katika sherehe hizi za wiki ya wazazi.
Kwa kweli niseme kwamba Chama cha Mapinduzi Msoma mjini tuko pamoja na ninyi, mjisikie mko huru kwamba chama tuko na ninyi, lakini pia niseme ya kwamba hata jumuiya zingine chama tupo pamoja nao. CCM oye! Ndugu mgeni rasmi, Chama cha Mapinduzi Msoma tumeendelea kujipanga. Chama na serikali tunaimba wimbo mmoja kuhakikisha kwamba tunakwenda kuwatumikia Watanzania wa mji wa Msoma, tukiwa ni sehemu ya kutatua kero mbalimbali kwa wananchi wetu. Kazi ambayo Mama Samia ameifanya ndani ya mji wa Msoma haimithiliki. Ametoa pesa mpaka kwa Chadema, mpaka kwa Kafu, mpaka kwa UDP na vyama vingine. Alipokuwa anaangalia nyumba zimezuliwa, hakuuliza na chama gani. Aliuliza? Aliuliza unataka mama mwenye upendo gani mnamtaka kama huyo? Hakuangalia. Chadema nao amewapa magodoro, Kafu nao amewapa hela, UDP nao amepata, bila kujali, kwa sababu yeye ni mlezi wa jamii. Yeye ni mama mwenye huruma, na sisi malipo yake ni kumchagua. Basi hakuna malipo mengine. Mmeambia mtumie pesa, yeye malipo yake anatudai sisi tupige kura tu pale tiki, chukua vyako. Ndio ndugu zangu, mimi natokea wilaya ya Butiama. Butiama tumeahidi kuishinda Msoma mjini. Sasa ndio tunaanza mashindano. Ndivyo tumeahidi Butiama. Tunasema tutaangalia matokeo, si mtaona? Butiama tumeamua kushinda kwa kishindo. Yaani kura za Mama Samia Butiama ipotee hata moja. Msoma mnasemaje? Wote ni wazazi. Kwa hiyo tushinde sisi. CCM oye! Wazazi oye! Nendeni wazazi mkashinde. Wazazi shindeni. Nasema hakuna ambaye sio mzazi ambaye atashinda. Washawishini watu bora kutuongoza, na ukiona mtu anasisitiza, anang'ang'ania kugawa fedha katika maeneo ambayo tupo aidha kwenye udiwani au ubunge, muogope kama ukoma, kwa sababu atagawa fedha hizo, utamkabidhi uongozi, mtakuwa mmemalizana. Pale ambapo tunamhitaji akafanye majukumu ya Chama cha Mapinduzi na uongozi katika maeneo yake, atakuwa anakumbuka kiasi cha fedha ambacho alikilipa kabla ya kuchaguliwa. Hawa ni watu wa kuogopa kama ukoma, kwa sababu uongozi haujawahi kuwa sifa yake ni kutoa fedha. Chagueni viongozi wenu mnaoishi nao katika maeneo mbalimbali, wenye kutambua shida zenu, lakini wenye kutambua utu ni nini, kwa sababu tunasema utu, kazi na utu, tunasonga mbele. Kazi na utu, kazi na utu. Hicho ndicho CCM inatambua. Sisi kama viongozi wa chama tunahitaji mshikamano mkubwa na kuvunja kambi zilizopo ambazo inawezekana zimetokana na uchaguzi uliopita, ili tuweze kwenda pamoja kwenye uchaguzi unaokuja. Ni lazima mwenyekiti na mwenyekiti wa chama mjitahidi kadri ya uwezo wenu kuhakikisha mnavuta watu pamoja, ili tuende kwenye uchaguzi unaokuja tukiwa pamoja. Utengano hauwezi kuwa sifa wala nafasi ya kutupa uongozi katika kipindi kinachokuja. Tunawahitaji watu wote, ikiwemo wana CCM na wale wenye mapenzi mema. Mimi naomba niwaambie wale walioko kwenye vyama vingine, muda ndio sasa. Msijisikie vibaya kurudi Chama cha Mapinduzi, kwa sababu Chama cha Mapinduzi ni chama cha wote. Mkija huku, hata kama ulikuwa kiongozi wa namna gani, hata kama ulikuwa kwenye kamati kuu ya chama chako, lipo eneo tutakuelekeza uongozi ndani ya chama chetu, na kama kuna tatizo la afya ya akili, tiba zipo. Tutakupa tiba, utapona na utakuwa mtu bora na kiongozi bora wa jamii yetu.